masuala mbalimbali ya siasa, lakini pia masuala mbalimbali ya kidiplomasia ulimwenguni. Tukiwa bado tunaangazia upande wa Mashariki ya Kati, lakini pia pamoja na kuangazia yale yanayojiri katika nchi ya Marekani pamoja na falme za Kiarabu. Leo tutazungumzia juu ya kadhia ya kwa nini Marekani, ya kwa nini Saudi Arabia tangu aingie mfalme Salman imekuwa ikionyesha kwamba inaanza kubadilisha ile tamaduni kutoka katika tamaduni za Kiarabu, lakini pia kutoka katika tamaduni za Kiislamu, lakini pia kutoka katika tamaduni ambazo zimezoeleka na kuifanya Saudi Arabia kuwa ni nchi katika nchi ambazo zinatambulika kwa kupitia utamaduni wake, zinatambulika kwa kupitia mila zake, zinatambulika kwa kupitia desturi ya maisha ya wakazi hao, ambao imeweza kujipambanua kuwa tofauti na mataifa mengine, lakini pia kuwa ni sehemu ya kivutio na mataifa mengine. Yako mambo ambayo hatukuyazoea kuonekana katika ardhi ya Saudia, lakini pia yako mambo ambayo yalikuwepo lakini yakaondolewa baada ya mabadiliko ya watu hao kustaarabika kupitia itikadi zao. Ndugu zangu, ikumbuke kwamba tangu aingie Malik Salman kuchukua utawala wa Saudia, kuwa ni mfalme wa Saudia, yako mambo mengi sana ambayo yameendelea kujidhihiri na mabadiliko mengi sana ambayo yameendelea kudhihiri. Kwa kadiri ambavyo siku zinavyokwenda, ndivyo ambavyo njia mbalimbali na ubunifu wa aina mbalimbali umekuwa ukipitishwa. Lakini pia ndani ya utawala huu wa Salman amekuwa akiwafunga viongozi wengi wa kidini, amekuwa akiwafunga viongozi wengi ambao wananasibiana na ufalme uliopita. Hii yote ni kutaka kuwaziba midomo au kupoteza utawala uliopita, ili kuendelea kuingiza hofu katika nyoyo za Wasaudia, kuingiza hofu katika nyoyo za wanazuoni, kuingiza hofu katika nyoyo za mashehe, lakini pia kuingiza hofu hata kwa raia ambao ni raia wa Saudia. Hivyo basi, kwa kupitia nadharia hiyo, Mfalme Salman amekuwa akifanya baadhi ya mambo ambayo kikatiba ndani ya nchi ile yalikuwa hayamo, lakini yeye amekuja na kuanza kuyabadilisha na kuyaruhusu. Sehemu ya mambo ambayo ameyafanya ni kuruhusu kujengwa kwa makasino ambayo kinachofanyika mle ndani ni watu kwenda kucheza uchi, ni watu kwenda kufanya vitendo vya zinaa, ni watu kwenda kuonyesha viungo vyao, jambo ambalo huko nyuma lilikuwa hakuna. Lakini pia kinachofanywa ni pamoja na kualika wasanii wakubwa kutoka katika nchi za bara la Ulaya, kutoka Marekani na kutoka katika nchi za Uingereza pamoja na nchi zingine, kuwaruhusu kwenda kufanya makongamano ya muziki, konsepti zao za muziki ndani ya ardhi ya Saudia, pamoja na kuwatayarishia mazingira makubwa, mazingira mazuri, mazingira ya kutengeneza kumbi za kisasa na kuruhusu watu waingie katika disco, eti kwenda kuhudhuria show ambazo zinapigwa na watu wanamuziki kutoka katika nchi za Amerika. Na wengine wanakuja kwamba hawajistiri, wanakuja kuonyesha ile kacha yao ya Amerika ndani ya ardhi ya Saudia, ndani ya ardhi ya Mtume, ndani ya ardhi ya Waarabu, ndani ya ardhi ambapo kiliposhuka kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nayo ni Qur'ani. Lakini pia haikuishia hapo, bali pia katika mambo ambayo yameendelea kudhihiri na kushika hatamu ni kuhakikisha kwamba wanawake wanavuliwa hijabu, kwamba kila mtu awe huru atembee anavyotaka yeye, kwamba awe uchi atembee anavyotaka yeye, afanye anavyotaka yeye, kinyume na desturi ambazo zilizokuwepo huko kabla, kwamba miziki ni halali katika ardhi ya Saudia, kwenda disco ni halali katika ardhi ya Saudia, kuleta wasanii kwa ajili ya kuonyesha their culture ni halali kutoka katika ardhi kwenda katika ardhi ya nini, kuingia katika ardhi ya Saudia. Hayo yote yamekuwa yakifanyika kwa sababu gani? Ndugu zangu, lazima kwanza ikumbuke kwamba miongoni mwa mikakati ya Mayahudi ni kuhakikisha kwamba wanawaondoa Waislamu katika culture yao ya Kiislamu, yani katika ile tamaduni, mila na desturi za Kiislamu.
Hivyo basi tunawezaje kuwaondoa hawa? Ni lazima tuhakikishe tunawapata watawala miongoni mwao ambao watakuwa wana silsila ile sihri Yahudi, watakuwa na ile silsila na mlando wa Kiyahudi ambao tutakaowaweka katika tawala hizo. Na miongoni mwa watawala ambao wana silsila wanazungumzwa kwamba wana tawala za Kiyahudi, wana silsila za Kiyahudi ni pamoja na Mfalme Salmani, ambao huko nyuma Mfalme Salman alikuwa ni mmoja kati ya watu waliohusishwa kushiriki katika mtandao wa Jeffrey Epstein ambao waliohusishwa katika mtandao wake, na kwa kupitia malafu haya, kwa kupitia faili hizi ambazo zimewekwa hadharani na Wizara ya Mambo ya Haki ya Marekani, zinamuonyesha Mfalme Salman akiwa katika nchi ya Marekani katika kisiwa cha Jeffrey Epstein akipika, lakini pia akiwa pamoja na mfanyabiashara huyu na mwanausalama huyu mwenye kisiwa hiki, bwana Jeffrey Epstein. Hii inaashiria nini? Inaashiria kwamba yeye ni sehemu ya watu wanaohusika kwa asilimia kubwa kupokea maagizo ya Mayahudi kwenda kubadilisha culture ya Waarabu, kwenda kubadilisha culture ya serikali ya Saudi Arabia ili ionekane kwamba ni jambo la kawaida. Na ndiyo maana kwamba ilifikia mahala kwamba anataka kutengeneza kuba kubwa la kisasa zaidi. Acha hili kuba, yani mfano wa kuba hilo ni kama vile mfano wa hili kuba ambalo liko katika msikiti wa Maka. Kwa hiyo anataka kutengeneza kuba hilo, lakini ataruhusu hapo waende watu wa aina zote wakafanyie matamasha yao katika eneo hilo. Lakini hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba anaanza kubadilisha fikra ya kizazi cha Kiislamu na serikali ya Saudi Arabia ambayo iliyokuwa inaishi mundhu kuruni tawili, tangu karne nyingi zilizopita, kuanza kukibadilisha kizazi hichi kuja katika mlengo wa kuanza kushirikiana na mashaitani ili kuwaweza kuwaondoa katika mlengo wa Uislamu, kwa sababu watu wengi waliopo duniani hutazama nchi zenye kitovu cha Uislamu kama sehemu ya kiigizo chao na kukuza tamaduni zao. Kwa hiyo tunaanza kuwatoa huko taratibu. Kwa hiyo huu ni mkakati ambao ni mkakati wa muda mrefu sana uliokuwa unatumiwa na Mayahudi na unaoendelea kutumiwa na Mayahudi kwa ajili ya kubadilisha kizazi cha Kiislamu, kuiondoa katika misingi ya dini, kwa sababu wao wanaamini kwamba pamoja na kwamba wana maadui duniani, lakini adui yao mkubwa ambaye wanaomwogopa na kumhofia hakuna isipokuwa ni Uislamu. Ndio maana sasa hata Mashariki ya Kati utaona kabisa kwamba hakuna nchi yoyote ambayo ya Kiislamu inayotakiwa kuwa juu ya nchi ya Israeli. Ndio maana utaona hata hivi juzi kuna vita kubwa ilipiganwa huko nyuma kati ya Misri mwaka 1967, lakini ikaja ikapigana vita tena ya pili kati ya Misri na Israeli kati ya mwaka 1970 mpaka mwaka 1973. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hakuna taifa lolote ambalo linalotakiwa kuwa juu zaidi ya Israel ndani ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo adui pekee ambaye anayehofiwa na kuogopwa zaidi na Muisraeli ni adui ambaye anayejinasibisha zaidi na kuikumbatia zaidi dini ya Uislamu. Ndiyo maana sasa aliweza kuvamia katika mji wa Sinai na kuiondoa Sinai na kuichukua Sinai mwaka 1967 na kuichukua Sinai. Baadaye kwa umoja wa Waarabu wa nchi za Kiarabu, kwa umoja wa Uislamu chini ya bendera ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, Misri ikaweza kutengeneza jeshi kubwa na kali zaidi. Hatimaye mwaka wa 1973 wakaweza kumvamia na kumuondoa, na ndipo ulipofanyika mkataba wa usalama baina ya Israeli pamoja na Misri.
Kwa hiyo hata hivi majuzi utaona kwamba, japokuwa tutakuja kuiongelea hii vizuri, utaona kwamba kutokana na nguvu za kijeshi zinazotengenezwa na Misri kwa sasa, kutokana na miradi ya nguvu za kijeshi zinazotengenezwa na Misri kwa sasa, jambo ambalo limeibua mzozo baina yake yeye na Israel, baina ya Misri na Israel. Hata waziri wa mambo ya ulinzi wa Israel ametamka wazi kwamba Misri inataka kuvunja mikataba waliowekeana, kwa sababu katika mikataba waliowekeana ni pamoja na makubaliano kwamba istokee nchi ya Misri imeweza kumiliki makombora zaidi na silaha nyingi zaidi ya nani? Ya Muisraeli. Hii yote ni kwa sababu ya kutengeneza hofu. Kwa nini anaitengenezea hofu? Hilo ni swala ambalo tutakuja kulizungumzia katika maudhui ya peke yake, lakini tunachotaka kujaribu na kuangalia na kukusanya doti zetu na kuunganisha doti zetu ni hiki ambacho kimeendelea kufanywa na Malik Salman, mfalme wa Saudi Arabia, mfalme wa Makka wal Madina, mfalme wa Saudi Arabia, mfalme ambaye kutokana na namna yake alitakiwa awe ni mtu wa kwanza kusimamia misingi ya dini na kutengeneza vizuri na kurekebisha, pengine kuimarisha zaidi ile thakafa, utamaduni wenyewe wa Kiislamu in the Middle East, ndani ya Mashariki ya Kati. Lakini pamekuwa kuna shinikizo kubwa sana la kwenda kubadilisha baadhi ya mambo ambalo linatoka katika nchi za magharibi ikiwemo Marekani, lakini pia linatoka shinikizo hilo katika nchi za Kiyahudi, kutaka yale ambayo wanaoyafanya wao ambayo yalikuwa hayapo ndani ya nchi ya Saudia basi yaweze kuingizwa. Lakini kumbuke kwamba mfalme huyu Salmani alivyoingia aliweza kuwaua baadhi ya mashehe, lakini pia aliweza kuwaua baadhi ya askari ambao walikuwa pamoja na ufalme uliopita. Hii yote kutaka kuwaziba mdomo, lakini pia amekuwa ni mshukiwa na mhusika mkuu wa mauaji ya mwandishi wa habari wa nchi ya Saudi Arabia aliyokuwa anaitwa Khashoggi. Huyu Khashoggi ni mtu ambaye kwa moja alikuwa anatumia makala zake kukosoa utawala wa Saudi Arabia, kutokana utawala wa Malik Salman kwa namna ambavyo alivyokuwa anauendesha, lakini pia alikuwa anajua siri ya kwa nini huyu bwana amekuwa ni mfalme. Kwa hiyo akasukiwa njama na ikaonekana ameuawa kupitia ubalozi wa Saudi Arabia nchini Uturuki, na yeye mafaili yake yamekuja kutokea kwa mfalme kutokea kwamba alikuwa ni sehemu ya watu waliohusika katika mauaji hayo, lakini pia alikuwa ni sehemu ya washiriki wakubwa katika kisiwa cha Jeffrey Epstein. Lakini kwa nini alikuwa imehusishwa kashfa hii na tuhuma hizi pamoja na bin Zaid, mfalme wa Qatar, kwamba hawa waliwezaje kuconnect swala hili? Ni kwamba wote walikutana katika kisiwa hiki cha Jeffrey Epstein. Sasa unaweza ukaona taswira namna ilivyo, na mimi nawaambieni wazi, laiti kama Uislamu usingelikuwa ni dini ya Mungu, basi leo duniani usingekuwepo. Kwa haya ambayo yanayofanyika na viongozi ambao wanabeba mamlaka ya nchi ya Saudia, lakini hawa ndio ambao leo hii sisi tunawatizama kama role model na ndio wanayafanya haya. Lengo ni kutaka kubadilisha taswira ya Uislamu, uonekane kwamba ni dini tu ya kawaida, uonekane tu kwamba ni dini ambayo una hiari ya kuifata au kutoifata, ni wewe tu, ionekane kwamba haina tashwishi, ionekane kwamba ni dini iliyochangia kuwapeleka watu nyuma. Ndugu zangu, nataka niwaambieni kwamba laiti tutauchunguza Uislamu vizuri, utagundua hii ni dini ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana inajaribu kupigwa vita katika kila upande wa dunia hii. Lakini wafalme ambao wengi waliopo katika nchi za Kiarabu, hawa ni pandikizi halisi la Israel, ni pandikizi halisi la Israel na Mayahudi ndani ya Mashariki ya Kati, na hawa ndio ambao waliokuwa wanasuka njama dhidi ya taifa la Irani. Sio mara moja wala sio mara mbili. Hawa ndio ambao waliokuwa wanasuka njama dhidi ya taifa la Iran, kwamba taifa la Irani
ikiwa Irani itasimama ndani ya Mashariki ya Kati, itakuwa ni sababu ya wao kutokuwa na nini, kutokuwa na nguvu. Kwa hiyo kuna masuala ya kujifunza kwamba kwa nini Irani imekuwa na nguvu kiasi hiko. Ni kwa sababu Irani leo hii hawawazi masuala ya miundombinu. Irani hawawazi masuala ya barabara imeharibika turekebishe. Irani hawawazi masuala ya elimu, yani huko washamaliza. Irani washamaliza swala la afya. Irani washamaliza swala la elimu kwamba tunahitaji shule, washamaliza. Irani washamaliza swala la kujenga hospitali. Irani washamaliza swala la usafiri. Wamewekeza zaidi katika masuala ya sayansi pamoja na kuzalisha product za silaha ili kuliwezesha jeshi